mzuri sana. Ukweli. Pia yeye anajihisi kwamba yeye ndio anafaa pewe. Wewe kulingana tu, toa hiyo mawazo ya kisiasa ya Sifuna na nini. Just I want you to be very independent and give honest opinion. I'm always independent in everything that I do. In everything I do, I am always independent. Wewe ni kama Sifuna huwa anakumina kwa kitu kabla ukuje hapa. By the way, for the truth of the matter, mimi hata sijui kibeti ya Sifuna inakaaje. Mimi sijai kula shilingi ya Sifuna. Na hata sina hiyo matarajio ya kuikula. Juu hii mambo ya kukulanga pesa ya mtu ndio msupport ndiye inatuleta shida yenye tuko nayo Kenya sai. You just support mtu ukijua atafanya kitu nzuri. For your question, mimi kulingana na mimi mwenye anatakana akuwe flag bearer wa opposition, mwenye atamenyana na Ruto. Juu Ruto, sisi opposition, watu wenye tunaimba one term, tunataka tu only one candidate aingie kwa ballot na Ruto. Hatutaki vichwa ya mapresident wengi kwa ballot. Juu vikienda vichwa mingi pale kwa ballot atapata nafasi ya kuiba kura. Lakini ikienda vichwa mbili tu atashindwa, ataiba. Juu ataiba aje, na walikuwa wanasema tu kama ni Sifuna wanasema huyu Sifuna 1, Ruto 0, hivyo na tunaenda mbele. Unaona? Itakuwa rahisi kumkaunta upande wa kuiba kura. So is Kenya naweza sema a corrupt free person ndiye anatakana akuwe flag bearer wa linda wa United Opposition ama opposition kwa ujumla. Yani mtu mwenye hana corrupt cases, haja kula pesa ya umma, hajaibia umma, hajaipelekwa kotini kwa sababu ya ati alikula pesa ya shule fulani ama alifanya kitu fulani ya kuumiza umma. Na wewe mwenyewe vile nimesema hivyo unamjua ni nani. Sasa unaweza mtaja tu. Mimi nisitaje usema ati nimelala upande moja. Okay, wacha nizungumzie wale ambao wako na cases. Corruption cases. Zungumzia. Tumekuwa na Matiang'i, wamekuwa na cases za mambo ya Ruaraka land. Yes. Tumekuwa na Rigathi Gachagua, yeye hata kesi zake ni mingi sana. Wanasema za corruption, akona yeye ni tribe, akona binafsi mwingi. Unaona? Tukuje kumheshimiwa Kalonzo Musyoka. Wao wanasema Kalonzo Musyoka ni mweupe kama pamba. Si ndio? Wewe hesabu tu. Tukuje kwa mheshimiwa Sifuna ambao pia wanasema yeye ni mweupe kama pamba. So unamaanisha ticket inaendea Kalonzo na Sifuna. So be it. Mimi sijasema, ni wewe umesema. No, hapana. Lakini ulisema wale ambao hawana doa lolote, Ni wewe umesema, hawana doa lolote. Mimi nimehesabu tu wale ambao hawana doa. Yes. Si ni wewe umehesabu? Ni mimi nimesema kweli? Juu mimi ningesema ungesema nimelala upande moja, ni wewe umesema, si mimi. Wewe ulisema ya kwamba yule ambaye ni mweupe hana doa lolote, na wewe ukawataja hana scandal yoyote. Yes. So unamaanisha ni Sifuna ndiye atakuwa flag bearer. Sasa si hivyo. Mimi ningesema ungesema Sasa ni wewe umesema, si mimi, na ndivyo. Wewe ndio umeset pace. Asante sana kwa kusema Sifuna is the 6th. Yes. Sifuna is the 6th. Yes. And that is it. Jaibia wa So huyu ni mtu United Opposition na anasema Sifuna is the 6th. Amesema kwa sababu hana uchafu yoyote. Yes. Hana madoa yoyote. Wanasema kwamba Rigathi Gachagua hawezi kukua the 6th. Kwa sababu akona scandals, akona corruption cases. Matiang'i hawezi kuwa the 6th. Akona scandals. Unaona? Reason why nasema hivyo ni kwamba sisi tulichukua Ruto akawa mzuri kwa sababu alikuwa anakuja na makanisa kila siku, anahubiri kila siku, anaomba. Hata mnaona bibi yake ni mama muombezi. Tukasema basi huyu atatuokoa. Lakini hatukuangalia scandal zake za nyuma. Ndio maana tumelandi penye tuko. That is why tunasema we want mtu mweupe kama pamba. History yake nyuma iko vipi?
So do you think Rigathi Gachagua with the 6 million from the mountain, will he accept to support Sifuna? Rigathi Gachagua akiwa kwa press brief, hatujui hata Sifuna akona kura ngapi nyuma yake. Ona Rigathi Gachagua alisema akiwa Kakamega kwa ile brief press yenye walikuwa nayo, alisema ya kwamba malengo yake makuu ni kwamba kuhakikisha Ruto ameenda nyumbani. Hakusema malengo yake makuu ni kuhakikisha yeye ni president. Lakini kuna mahali alisema kwamba akipewa nafasi atamkimbiza kama baiskeli ya kuibiwa. Yes, alisema akipewa nafasi. Lakini kama hajapewa nafasi, he had an interview pale Inoro FM before kuje hii mkutano. Ama hata before aende ile judgment yake ya impeachment. Akasema ya kwamba yeye binafsi kama watasema ni Sifuna atasupport Sifuna. Yeye ni nani akatai na wananchi ndio wamaamua? Yes. So si ati yeye akisema akipewa nafasi atamkimbiza, ikuwe ati atamkimbiza huo. Anaweza mkimbiza kupitia kwa mtu mwingine mbadala kando na yeye. Alisema ya kwamba alimobilize 4 million ya kufanya Ruto akakuwa president. Now he will mobilize 10 million ya kumake Ruto a one-term president. Alisema hakusema 10 million from where? Where will he get the other 5 million? Anaweza pata across Kenya. Hiyo ilikuwa ya Mount, hiyo 4 million ilikuwa ya Mount Kenya. Haikuwa ya huku Western, haikuwa ya North Rift, haikuwa ya Rift Valley, haikuwa ya Ukambani Central. So anaweza pata huku kwingine pia. Nikaingia. Bas, wacha tuseme ni Sifuna na Kalonzo hao ndio watapewa ticket. Yes. Kalonzo amekuwa tu akifanya press briefings. Hatujaiona Kalonzo akikuwa na very big movement peke yake. Anaweza kwa united opposition. Okay? Sifuna amekuwa one-term senator. Okay? Hiyo inamaanisha kwamba hana enough resources za kurun campaign. So hawa watu wawili we have those people who feel they are not strong. Na kama wanafeel kwamba kama united opposition watafront hao, basi Kasonga ataenda tu Sugoya kismile ama atakaa tu state house akingoja kuapishwa tena. Wacha nikwambie. Kitu cha kwanza, kukuwa one term senator it doesn't mean hauna resources za kufanya campaign. Kuna kuanga na kwa campaign team ya mtu. Ngoja mshahara ya senator. Ngoja nikueleze. Ngoja mbona unapenda kunikata nikiongea? Mshahara ya senator. Mbona unapenda kunikata nikiongea? Ngoja nimalizie. Yes, it is less than $1 million. Na nimesema him being a one term senator doesn't mean hana pesa ya kucampaign. Na in every campaigning team ya mtu yoyote hata MCA. Umenisikia? Hata MCA achana sasa na president, hata MCA anakuanga na timu mobilizer ya resources. Umenisikia? Anakuanga na team mobilizer ya resources ya campaign. So hata people of Kenya well wishers wenye wanataka Kasonga aende nyumbani, they will mobilize the resources for Sifuna to campaign. Not a master akuwa na hata wewe saa hii watu wakisema wamekukubali, wanakutaka wewe vile uko hivi, wataleta resources wenyewe, no campaign, no pite. Not a must ukuwe na pesa. But it has never happened here in Kenya. It has never happened. It has never happened at the presidential level. Number 2. Wacha nikwambie, at the presidential level. Wacha ni connect kabla nisahau. Yes. Si hapo cartels. So watapata nafasi ya kuleta resources zao. Kwa hii team kwa sababu unajua hapa Kenya we have the dark system. They have the resources, they drive the economy. Wakiona kwamba wewe ile nyota vile unasema sasa Sifuna amepata nyota. Do you think the cartels who have the resources, who have the money, they will camouflage kama volunteers wa kusupport campaign yake? Na tuseme apite na wale cartels ndio wamemfund. Do you think hata atakaa kwa ofisi hata 6 months ku deliver anything? Wacha nikwambie kitu moja, umeulize vizuri na unasema vizuri na maoni yako pia ni mazuri.
Kitu cha kwanza, Mr. Ruto ndiye akae pale kwa kiti. Kuna watu walimfacilitate. Ndiye akakaa pale. Hiyo pesa yake mshahara ya deputy haingemwezesha kukampeni. So kuna some well wishers wenye walikuwa na imani na yeye. Walikuwa wanamfacilitate. I know some of my friends wenye nimemeet kwa Linda Mwananchi. Wenye walikuwa wanacheza double chance. Double bet, eh? Wanapatia yako Ruto na wanapatia yako Raila. Facilitation. Sitataka kumtaja lakini there is a guy mwenye alipatia Ruto 500 million na akapatia Raila wa 10 million. Sasa alicheza double chance. Sasa hisi yeye ako mzuri. Juu walinyang'anya Raila. Na huyu jua sasa na hiyo wanafanyanga kisiri, wewe hauwezi jua mwenye amekufandi amefandi na yule. Juu hataki uhasama. So how ndio cartels? Not cartels. Well wishers but hawataki kulala upande moja. Yes. Sasa vitu kama hiyo wewe inafanyika na funding hata MCA wao wanafandiwa. Ama uuze shamba lako uende uishi kwa land after kuanguka ama kupita. So kwa siasa if hauna resources mobilizers team how you won't make. And let me give you for free. Sifuna akona network. And network in politics means a lot. Sifuna akona full network. The team ama network yenye ilikuwa ya Raila Amolo Odinga today is Sifuna's network. No, that's an assumption. Not assumption. That's an assumption. Not assumption. Nimeenda huko. It is a pure assumption. Who are this network? Because not assumption. Mimi nimekuwa huko. Angalia vigogo wote wa ODM. Si mimi nakwambia. Unajua network not supporters. Network ni wale resource mobilizers. Wenye walikuwa wanafund Raila Amolo Odinga ndio wanafund Sifuna for now. Sasa wewe umekuwa kwa timu ya Sifuna. Are you able to tell us who are these people that you think they will fund Sifuna to become the president? That is private for the team. But just to know that funders wenye walikuwa wa Raila Amolo Odinga wote sasa ndio wanafund Sifuna. That is why unaona Sifuna anachapa rally zake vizuri. Akina Karoli Omondi. He is even one of the principals of Linda Mwananchi and you know him very well. A good friend of mine. Ningemtaja ungesema huo lakini mwenyewe umemtaja. Yes. No, ukiangalia vizuri kwa convoy ya Sifuna popote pale. Karoli Omondi ako kwa hiyo convoy. Kuhakikisha Sifuna na timu wako sawa kimfuko na kila kitu. Wacha tuone for just a minute. Kuna one of our viewers anatufuatilia sana, anaitwa Victor Omondi. Na anasema Sifuna has no development track record. Only Matiang'i can salvage Kenya. Unaona in politics kila mtu ako na interest kivyake. Ana feel kwamba Matiang'i yeye amekuwa in office. Maybe if I can amplify, yeah? Yes. Victor ana feel kwamba hatujaiona Sifuna hajai hold any administrative office. It is true. Amekuwa tu senator. Unajua senator you can speak anything. It is true. Being in opposition. Amekuwa tu senator. It is true. Tunasikia ukisema preamble of the constitution. Lakini hatujaiona hajai kuwa MP, tukiona vile ana manage CDF. Hajai kuwa governor, kuona vile ata manage ile allocation kuja kwa county. One term senator. So Victor ana feel kwamba this guy he has no experience. Did Barack Obama had any office before being a senator? You cannot compare US and Kenya. Unaona? Uwezi? You can. Kulingana na reasoning ya mtu, you can. Na kulingana na reasoning ya mtu, you can't. As for me, it is okay for Sifuna to be a president. And for you,
kulingana na vile wao nafikiri wanasema haiwezekani kwa sababu is a one term senator. Lakini as for me, yani Barack Obama alikuwa mzungu ndio maana niambia ati alikuwa one term senator na akakuwa. Barack Obama ni mjaluo kutoka hapa Bondo. Ni kazi ni ya Raila na akakuwa president huko. Kwa Sifuna shida inatokea wapi? US and Kenya, these are different contexts. Nasikia? It is true. US, unaona US ni nchi ambayo imeendelea kidemokrasia. Hata mtu akisimama bila pesa anaweza kuwa elected. Lakini here in Africa, alafu hapa Kenya, without money it's difficult. Okay. Unaona my brother. Unaona my brother, let me tell you this. Yes. Na get it clear. Sifuna kukuwa one term senator haimaanishi hajui kushikilia ofisi ni nini. Angekuwa hajui maana ya kushikilia ofisi ni nini, hangekuwa anafanya oversight pale Nairobi. Umenipata? Na ile kama mtu anajua kufanya oversight, it means anajua kuhold ofisi yoyote ile. Kando na Sifuna kukuwa senator, he is a senior most lawyer in Kenya. You know that. He is an advocate of the High Court in Kenya. Has he won any case before? Mbona? Which one? Na sijua kama wewe unafuatilia kesi zenye anafanya unajua. People have won cases that in the public domain. Akina James Orengo tumewaona wakiwin cases. Kwa sababu wanafanyanga zile cases za public figures at cost. Kina Babu Wino tumeona, lakini hatujaiona Sifuna akitetea mtu yote kwa kile. So ukisema is a senior most. Ona. Hiyo senior most nakuja na how many cases have you handled? Ina depend like ni kesi gani umehold, ni kesi gani unafanya, na hiyo kesi inataka publicity ama no. For Babu Wino, most of the time wanafanya those cases zenye zinataka publicity. Like ile yenye amefanya na Eric Nakure yenye juice ya Eric Omondi. Yeye alikuwa anataka publicity. Anapeana free. Hiyo ni pro bono, anapeana free. Ndio maana namaanisha kuna zile cases zenye unataka unafanya for publicity. Kwa nini Sifuna asifanye moja for publicity? Unataka afanye? Yes. Then ask him to do. Kama unataka kuafanye, ask him to do. But you are in his camp. I being in his camp or I being in Linda Mwananchi, it doesn't mean that mimi nitamwambia Kenya anafanya. Okay, there is another viewer called James. James anasema anasema, what's the gesture thoughts on rumors that the President William Ruto is going to pick Musalia Mudavadi as his running mate? Kwa mambo that is James. You James Lukorito. Kusema hiyo hata hiyo kakitu pia mimi niliona kwa mtandao tu vile James amekaona. Na kukuwa muwazi kwa maneno ni kwamba Ruto na succession yake ya upresident macho yake haiko Western Kenya. Reason number 1 ya mimi kusema no, Western we have Ruto, numbers. We have numbers, yes, but we don't have that bargaining power. We have numbers, but we don't have bargaining power. Do we need bargaining power? Ruto needs numbers. No. Unaona, if he could be needing numbers, sisi ndio tuliangusha Ratili yeye akakuwa rais. Sini Bungoma at large penye Wetangula anatoka. Tumepata nini? That bargaining power kwa meza, hatuna mtu wa kutugongea meza. Tuko na watu wa kuenda kwa meza wakule yenye wamepewa wamalize na watoke. Na that is why Kenya nafanya nasema Ruto wa kumridhi kwa upresident ama wa kumfuatisha kwa president, macho yake hayako huku. Reason number 1, macho yake angekuwa huku Western. Hao watu Wetangula hangepewa hiyo kiti ya uspika. Umenisikia? Kwa nini nasema hangepewa? Mtu mwenye anataka aendelee kukua na future in politics hawezi mpatie kiti ya speaker. Kwa sababu speaker umemneutralize. Anatakana kuwa neutral. Huku ako sawa, huku ako sawa. Ni kama mwanamke mwenye ameenda menopause. Hajazeeka lakini haiziza. Sasa hiyo ndio alifanyia Wetangula. Wetangula wamempeleka menopause ya siasa. Ako pale tu.
Hata anatakana hii kiti ya anasema ati yeye ni nini wa Ford Kenya, party leader wa Ford Kenya. Inatakana aachilie juu hiyo si mandate yake as a speaker. A speaker ni kama referee. You be neutral. Wangempatia, wangekuwa na future na yeye ati maybe in future he can become the president of the Republic of Kenya. Wangempatia kiti yenye ana deal na watu. Unaona? Kenya anakuwa kwa watu kila saa. Ana mingle na kutembea na watu every time. Mudavadi can deliver. Mudavadi yeye ako nje. Yeye ni foreign. Mostly yeye shughuli zenye anafanya ni za nje ya nchi. Is the chief cabinet secretary. Yes, he is the chief, yes. Jakata. Lakini unaona mandate mingi yenye anapewa yeye anaenda nje ya nchi. Hakai na wananchi hapa. So unasema yeye sasa walipelekwa menopause kuwagandamiza ili wasiwanie kiti ya president, and that is why we as Linda Mwananchi hiyo ujinga ya 2032 hata wakikuja 2050 hatuioni kama wataweza, kwa sababu mwanamke akishaingia menopause hakuna siku ataza. So you mean huyu hao waliwapeleka political menopause, hata wakuje kwa ground hata sijui kama wanaweza pewa kiti ya MCA peke yake. Mambo ni magumu kwao. So you mean President Ruto will retain Kithure Kindiki as SDP? I don't say so because I'm not in two-term. Watu wa two-term ndio wanajua ata retain nani. When you ask me for that, you are messing me up. Yes. Do you think Joho can deliver for him? For Joho, I have said so. And I will repeat telling you. Ukiniuliza mambo ya two-term, vile wata deliver ama hawata deliver, mimi sikaingi na hao watu. Unaona? Sikaingi nao. No, try to think without Sifuna and I try thinking without Sifuna and Tutam. For me and with the Joho. Joho alikuwa pale Mombasa. Governor alifanya nini ukianza kuangalia kwanza? Alifanya nini watu wa Coast wakati alikuwa kwa ofisi? Kama utapata majibu chenye aliwafanyia, then utapata kuwa anaweza deliver ama hawezi deliver. Na kama alifanya hakuna, then it means he can't deliver. Lastly as we wind up. If you wake up one morning, yes, alafu usikie kwamba Mheshimiwa Ruto amerudiana na Rigathi Gachagua, what will be your reaction? Unaona? For me, in politics anything can happen. Yes, I know anything can happen. Lakini what you are saying ni kama wewe saa hii utoka hapa, uende upate mwanaume anakugongea bibi yako, then unarudisha huyo mwanamke kwa nyumba pia wewe unagonga. Hiyo ndio najaribu kusema.